Amueni kuishi mnavyoona, ambavyo wewe unaona mimi nitaishi hivi. Amua hivi, inalipa hailipi, choose. Usipokuwa hivyo utaishi maisha ya wengine. Mwanamke wa kawaida na wastani wa mayai 500 kila mwezi, yai moja hutoka. Yai hilo ni mwanadamu anayetafuta safari ya kuja duniani. Kwa mtu akizaliwa duniani hapa ni for the purpose. Hakuna mtu anazaliwa hivi hivi bure bure tu. Kila mtu ana jukumu la kufanya na kuna sababu. Usihangaike na vitu ambavyo Mungu hajakupa. Utatumia nguvu kuishi na utasota. Jiamini, acha wasiwasi na mashaka. Hatuzaliwi kwa bahati, tunazaliwa kwa makusudi. Ukishajua hatima ya maisha yako, ndipo safari nzima ya maisha inakuwa na maana. Hatima ya maisha ndio inaamua aina ya safari. Kama hujaona unakokwenda, utapotea hapa njiani. Utajua umchague rafiki wa aina gani? Utajua. Lakini ukishajua unakokwenda, marafiki utakaochagua wanao add value. Mtu yoyote atakayesogea kwenye ulimwengu wako ni yule anaye add value, kwa sababu unajua unamhitaji nani ili uende wapi. Sasa watu wengi hatujui. Yaani mtu ana marafiki ana nini ovyo ovyo tu, hajui hata ni kwa sababu gani niwe rafiki yako. Mungu ametulazimisha kumpenda kila mtu, lakini rafiki ni choice. Hakuna mahali Mwenyezi Mungu amelazimisha watu kwenye urafiki. It's your choice. Cheni uoga, fanyeni vitu vya maana. I was not born to live forever. Na sitafuti kupendwa mimi, nishafika mwisho. Sihitaji mtu anipende. It's your choice to love me. You don't, it's about you. Can't force. Na siwezi kuwa mahali na pretend mtu anipende. Hiyo nilishamaliza kabisa. You love me by choice. I can't force anyone. Sasa mimi ni waombe tu. Ulimwengu umechange. We have to change. Mtu halipwi mshahara kwa kile alichosomea. Analipwa mshahara kwa matumizi ya kile alichosomea. Uwezo wako wa kutumia kile ulichosomea ndio sekta binafsi inachokilipa. Usituletee masters hapa wakati hata kuongea huwezi na uko kwenye media. Kafanye kazi ya ofisini. Acha kihelehele. That is not your job. Haulipwi kwa sababu ya vyeti, unalipwa kwa sababu ya performance. Sekta binafsi hailipagi vyeti. Ukitaka kulipwa vyeti nenda serikalini. Kwa hata kama unalala tu na koroma kwenye meza, mshahara unakuja. Lakini sekta binafsi is about performance. Ndio maana nimewaambia hivi. Ni muda wa kuchukua nafasi yako katika meza ya HW. Tuwasilishe kwako mawazo yenye tija kwa maneno ya dhahabu, kukupa hamasa na kujengea uwezo wa kufanya zaidi na kuwa zaidi. Welcome to the home of positive vibes. Tunataka tuishi vizuri, tupendane, tuwe productive kwenye kazi zetu ili mambo yaende. Sasa unajua akili iliyoelimika ikibebwa na roho mbaya ni hatari. Kuna mtu anaweza kuwa ni msomi na mnafanya naye kazi hapa, kazi zake safi, lakini ana roho mbaya. Ni hatari kuliko unavyofikiria. Ndio maana mwanadamu ni complex, usimwamini sana. Mtu anaweza kuwa na vitu lakini roho, mwepuke huyo mtu, atakuangamiza. Bora mtu awe wa kawaida, roho nzuri. Kwa sababu matumizi ya akili ya ufahamu utegemea vitu vilivyoko rohoni mwa mtu. Nielewe vizuri, narudia. Matumizi ya ufahamu wa mtu utegemea amebeba nini rohoni. Kwa hiyo simfuate mtu tu kwa sababu he is so intelligent. No, anaweza kukuangamiza. Hatuzaliwi kwa bahati, tunazaliwa kwa makusudi. Mwanamke wa kawaida na wastani wa mayai 500 kila mwezi, yai moja hutoka. Yai hilo ni mwanadamu anayetafuta safari ya kuja duniani. Kwa mtu akizaliwa duniani hapa ni for the purpose. Hakuna mtu anazaliwa hivi hivi bure bure tu. Kila mtu ana jukumu la kufanya na kuna sababu. Sasa mimi na washauri, usihangaike na vitu ambavyo Mungu hajakupa. Utatumia nguvu kuishi na utasota. Angalia mamilioni ya watu ambao wakupata nafasi ya kuzaliwa ni wangapi? Inawezekana ni wengi kuliko hata walioko duniani. Kwa nini wewe umezaliwa? Kwa nini uko hapa? There is a reason. Jiamini. Acha wasiwasi na mashaka. Maisha yapo tu. Don't be full on competition. Mtu ana competition. Paka viatu mwenzia akinunua vya hivi anaumia, yeye hana uwezo. Yaani ukiishi hivyo ndugu utateseka kwenye hii dunia. Lazima ujue. Unajua ukishajua hatima ya maisha yako, ndipo safari nzima ya maisha inakuwa na maana. Hatima ya maisha ndio inaamua aina ya safari. Kama hujaona unakokwenda, utapotea hapa njiani. Utajua umchague rafiki wa aina gani? Utajua. Lakini ukishajua unakokwenda, marafiki utakaochagua wanao add value. Mtu yoyote atakayesogea kwenye ulimwengu wako ni yule anaye add value, kwa sababu unajua unamhitaji nani
ili uende wapi? Sasa watu wengi hatujui. Yaani mtu ana marafiki ana nini ovyo tu, hajui hata ni kwa sababu gani niwe rafiki yako. Mungu ametulazimisha kumpenda kila mtu, lakini rafiki ni choice. Hakuna mahali Mwenyezi Mungu amelazimisha watu kwenye urafiki. It's your choice. Kwa hiyo ukiwa na marafiki wabovu, usisingizie shetani, ni matatizo yako mwenyewe. Choose your friends wisely. Rafiki ana nafasi kubwa ya kufanya uwe na matokeo vizuri ama maisha yako yafunguke. Rafiki tu. Lakini watu wako hapa, alivyo na marafiki zake wako vile vile. Sasa nani atamsaidia mwenzie? Nani atamsaidia mwenzie kama wewe na marafiki zako wote you are the same? Naomba uwe na marafiki watu wa variety mbalimbali, itakusaidia. Itakusaidia. Jamani, kwa Tanzania mimi ninavyojua, sijui nyinyi wenzangu mnadili na media mnajua zaidi. Kitu cha kwanza kwenye nchi hii ni mahusiano. Kile ulichobeba ili kikusaidie, cha kwanza ni unafahamiana na nani. Wewe endelea kubeba maarifa yako halafu huna network na watu, utakufa navyo. Kuna watu ni wakurugenzi hata degree hana wala diploma ya kuungaunga. Mwingine aliteuliwa mkurugenzi akaanza kwenda kusoma Nairobi kwa hela za halmashauri. Wewe umekomaa tu kila siku kwenda kurisiti mpaka unafanya ITV huku si wapi, unaenda kurisiti mitihani. For what? Don't waste your time. Maisha sio kusoma tu, ingawa kusoma ni vizuri na ni muhimu. Elimu sio ile tunayopewa chuo. Kuna elimu nyingi mtaani zimejificha huko. Watu hawataki kuzifuata, wanataka identity ya vyeti eti professor, doctor. Tokeni, mimi ni kaka yangu firstborn nyumbani, professor Mlimani hapa. Nimetoka kwenye familia wasomi, lakini mama yetu alikuwa hajui kusoma na kuandika. Baba aliishia darasa la 4 tu. Kwa hiyo mtu hawezi kunidanganya chochote. Wewe ni professor, balbu imeharibika naita fundi. Balbu kama tube light imeharibika naita fundi eti professor. For what? Peleka uprofesa wako huko. Lazima uwe, jamani, amueni kuishi mnavyoona. Ambavyo wewe unaona mimi nitaishi hivi. Amua hivi, inalipa hailipi. Choose. Usipokuwa hivyo utaishi maisha ya wengine. Sasa hivi ulimwengu tunaoishi umeshabadilika. Kama hauko tayari kubadilika, you are not flexible. Uwe tayari kuumia. Uwe tayari. Tena mnafanya kazi kwenye sekta ngumu ya media ambayo kila leo ina change. Kila leo ina change. Halafu kuna watu wako stagnant tu. Sekta imebadilika, yeye yuko tu. Anafanya hapa, anaondoka, anasubiri mshahara. Imagine. Media is everywhere. Unaweza kufanya hata nyumbani kwako kawa na watu unawafanyia vitu. Wewe unaona watu wanarusha sweet content, vitu vya ajabu wanapata hela. Wewe uko tu umesubiri. You can do something. Tena una identity nzuri. Ninaenda Mbeya huko, uwezi kuamini, people were coming to me like they are gods. Yani mimi sina hata habari. But juzi nikaenda huko wapi? Gongo la Mboto kule Banana. Nimepaki gari tuna tembea mtaani. Vijana hivi nyumbani nyuma wananifuata. You see? Watu wana njaa na vitu. Sasa acha niwaambie kitu. Tulianza na kizazi cha matumizi ya nguvu ya mwili. Kumbuka babu yako alitoka Kigoma anatembea mpaka Bagamoyo. Physical strength ilikuwa tayari. Leo wakikwambia wewe tembee hata Morogoro ufiki, wanazika. Wanazika. Alafu niwaambie jamani, wadada mko hapa, hao wanaume msiwaone hivi, nguvu zao za kiume zinatoka miguuni. Ukiona mwanaume hawezi kutembea hata kilomita 1, hapo unaolewa na mwanamke mwenzio. Nguvu ya mwanaume yoyote ya tendo la ndoa inatoka miguuni. Kuna mwanaume anakataa hapa. Sikiliza nikwambie, unajua hapana, wewe ndio unamsakizia tu. Unajua nikwambie, ndio maana wacheza mpira wakienda kwenye kucheza wanafungiwa. Maana mchezo akiingia kwenye mapenzi alafu angia uwanjani, goli liko hapo anapiga huko. Nyinyi wenyewe mnajua ukifanya mapenzi ukitoa mbegu unasikia nini miguuni? And that is obvious. Ni kitu cha wazi. Lakini unakuta mtu hana zoezi lolote. Hawezi hata kutembea, hata mazoezi tu hana, yuko tu. Amekuwa mlembo wa kiume. Alafu naona unajipeleka hapo. Shauri yako utaokota kunguru. Unaolewa na sura handsome, nguvu za kiume hakuna.
Wanawake si mnapenda appearance, mtaolewa na sura, nguvu za kiume hakuna. Msione li mtu lina kifua hivi ukafikiri huyo ndio mtaalamu wa mapenzi. No, nguvu zinatoka miguuni. Haya ni muscular strengths ya huku juu, nguvu. Sio nguvu za kiume. Nguvu za kiume ni miguu. So a man has to walk at least some distance a day. Tembea. Acha kulamaza na magari haya kila siku uko kwenye magari. Uweze hata kutembea kilomita 1 in a day. Kweli? Halafu unaona watu wana matatizo ya msingi kabisa kwa sababu ya lifestyle mbovu. Unashinda umekaa. Halafu una muda wa kufanya hata mazoezi. Nimekuta hapa watu wanakaa kwenye mazoezi, nimefurahi. Nimeona you are doing very good. Kwa sababu hakuna namna mwanadamu anaweza kuishi vizuri. Hakuna. Kama huna mazoezi basi tembea, fanya vitu kwa kazi za mikono. Hatukuumbwa kulema hivi. We are born to work. Sasa watu wanataka maisha, wanafikiri kuwa na maisha ya raha tu, which is not good. Na shangaa unakuta mtu ni kiongozi, gari kubwa, yuko peke yake na dereva tu. Gari kama nyumba. Waafrika bwana. Yaani Waafrika sisi tumerogwa na nani? Wajapani wanaotengeneza hayo magari hawayatumii. Sisi ndio tunahangaika. Yaani mtu ni waziri na dereva wake. Huko gari ni nyumba nzima. Mna bahati siwezi kuwa president, ningewanyoosha. Yaani mimi ndio Magufuli cha mtoto. Hapa alikuwa anko wangu yule ujue. Asingekufa. Nilikuwa nimemwambia nipe ukuu wa wilaya nifanye miaka 4 ni staff. Maana wake wataniua wanasiasa. Bahati mbaya akafa. Alikuwa anko wangu kabisa, sio nakutania. Mimi ndio moto. Yaani ungeshangaa. Hata Mungu akisema Cosmas uwe Mungu dakika 5 tu. Yule Mwenyezi Mungu 5 minutes. Mbona mtashuhudia maajabu? Dakika hizi nikiwa Mwenyezi Mungu. Mungu yupo bwana. Unaona continent ya Afrika ilivyo? Question mark. Au je, hamna ramani ya Afrika hapa? Ungeiona Afrika ilivyo? Nimewapa kila kitu, mna shida gani? Wewe hujaona? Madagascar ilikuwa iwe doti, kakimbia kidogo pembeni. Lakini ni hivi. Afrika hii. Wamama wanajitahidi, akili ngumu, nywele ngumu. Wamama wanajitahidi kulainisha, imeshindikana. Tuikomboe Afrika. Cheni uoga, fanyeni vitu vya maana. Hivi ukiwa victim kwa kutenda wema na haki, kuna shida gani? I was not born to live forever. Ndio maana sipendi na wanasiasa. Mimi nimezaliwa kusema ukweli. No truth, no Cosmas. Na sitafuti kupendwa mimi. Nishafika mwisho. Sihitaji mtu anipende. It's your choice to love me. You don't, it's about you. Can't force. Na siwezi kuwa mahali na pretend mtu anipende. Hiyo nilishamaliza kabisa. You love me by choice. I can't force anyone. Sasa mimi niwaombe tu. Ulimwengu umechange. We have to change. Mtu halipwi mshahara kwa kile alichosomea. Analipwa mshahara kwa matumizi ya kile alichosomea. Uwezo wako wa kutumia kile ulichosomea ndio sekta binafsi inachokilipa. Usituletee masters hapa wakati hata kuongea huwezi na uko kwenye media. Kafanye kazi ya ofisini. Acha kiherehere. That is not your job. Haulipwi kwa sababu ya vyeti, unalipwa kwa sababu ya performance. Sekta binafsi hailipagi vyeti. Ukitaka kulipwa vyeti nenda serikalini. Kuna hata kama unalala tu na koroma kwenye meza, mshahara unakuja. Lakini sekta binafsi is about performance. Ndio maana nimewaambia hivi, Tanzania ni swala la mahusiano. Tanzania sio swala la uwezo. Mahusiano. Unafahamiana na nani, upewe kitu gani. Ndio maana hatuendi mbele wa Afrika kwa sababu nature inataka performance. Ukirespondi kwenye performance, matokeo ni outcome, ni automatic. Jamii za wazungu ndio maana unaona wanaenda mbele, walianza na msingi huo wa performance. Yaani mtu anathaminiwa na anapewa nafasi kwa performance. Sisi tumetoka huko tunaingia kwenye mahusiano, ndio maana vitu vyetu haviendi. Acha kutumia mahusiano kwenye sekta binafsi. Weka performance. Kwa sababu nature inajibu automatic, inajibu performance. You perform, unapata matokeo. Sasa huko kama kwenye serikali zetu tunaona mwenyewe mambo yalivyo. Mtu anapewa ukuu wa wilaya, yani ukisikiliza kuna mwingine alipewa sisi ilikuwa Tanga tu. Mkuu wa wilaya anaongea mpaka anataka kulia, anasimanga wananchi mdada. Unajua? Nikasema my God. Yani unahuzunika hata kusikiliza. Saa 2 unacheka saa 2. Yaani muombe msiwe Mungu. Ningekuwa Mwenyezi Mungu mimi.
Watu kama hao wote ni kufa wote. Wote ni kutupilia huko mbali. Sasa ukitaka kupata follower, vua hata hapa nguo wa kupige picha. Kufika jioni na followers milioni 2. Wewe unajifunza nini ukiona hivyo? Ina maana jamii imeshaharibika. Kile kibovu ndio kinakuwa kawaida. Miaka michache ijayo, mambo ya ovyo yatatungiwa sheria hadi bungeni yahalalishwe. Kwa sababu ubovu huo uko ndani ya watu mpaka hao unaowaona bungeni. Kwa baadaye ubovu utakuwa kawaida. Ndio maana usingangane kubadilisha mambo yarudi mwaka 40, utakufa bure. Jifunze kuishi na ubovu huo, wewe uwe salama na wanao. You can't change the world. Things are moving forward. Acha kungangania kuishi mwaka 40. No. Watu kama wanatembea uchi, sawa, tena watie moyo, vueni zote kabisa, mtembee mlivyozaliwa. Wewe ndio ujikae, ujiweke salama. Kwa hiyo tulianza na kipindi cha matumizi ya nguvu, tukaingia kwenye matumizi ya akili, intellectual age. Mapinduzi ya viwanda, mpaka sasa tumemalizia. Tunaingia kwenye kizazi cha hisia, inaitwa emotional age. Sasa hivi unataka kutrend, unataka kwenda mbali, unataka mambo yako yafanikiwe. Make sure you feed people's emotions, not intelligence. Narudia, make sure you feed people's emotions, not intelligence. Unanielewa? Na kuambia ukweli, unataka wana impact kwa watu wa sasa hivi. Wewe ongea point bila kulisha hisia zao. Italia. Miaka ijayo wasanii ndio watakuwa marais wa nchi nyingi duniani. Sio muda mrefu. Watakuwa na wafasi na washabiki wengi kuliko mtu yoyote mwenye point, kwa sababu unalisha hisia. Football, si mnajua jamani? Football. Hiyo ni emotional food. Music, emotional food. Na sasa hivi you can run any kind of music kupitia simu yako. Unaweza kulala na muziki unakubembeleza. Emotion. Kwa hiyo wanadamu tunalisha hisia zaidi kuliko ufahamu. Kwa hiyo tumehamia kwenye hilo eneo na ni kipindi chake. Mtu yeyote asiyejua hayo aachane na community, haitamnufaisha. Mimi nawaomba jitahidini kudesign vitu vyenu pamoja na uadilifu wote, lakini muhakikishe kwenye kila mnachokiproduce there is an emotional touch. Kama mtaendelea kubaki bila impact, mnirudie mnikate vidole. Nina uhakika 100%. Sio na tangazo umekata kama vile unasoma taarifa ya habari. No. Lazima kuwe na entertainments. Lazima kuwe na something that makes people happy. Watu wamejaa matatizo ya ndoa, wana vitu vingi vimewatesa huko. They want to be entertained. Wewe unaongea point tu. For every action that is an equal and the opposite reaction. What? Na wafundi watu wanasoma makanuni ya Isaac Newton, yana umri gani sasa hivi? Yana umri gani? Si karibia miaka 2000 huko. Ndio umekalili eti mtaalamu wa physics. Makanuni yana zaidi ya miaka 2000. Yaani Afrika kuna vituko. Makanuni yana miaka yalisha expire, mtu ndo amekalilishwa eti mtu. Afrika ina mwanasayansi. Tuna watu waliosoma sayansi. Mwanasayansi atengenezwa shule, anatengenezwa tumboni mwa mama yake. Kama mnachezea hawa wanawake zetu hawa, kama mtakampate wanasayansi. Nye chezeni tu. Wanawake ni maagenti wa mabadiliko kwenye community, msiwachezee. They are so delicate. Lakini jamii haijui. Vitoto vinazaliwa tu ovyo yani, halafu niwaambie kitu nimekumbuka. Wala ambao hamjaoa, kuna mtu hajaoa hapa? Nisije nikapoteza muda wangu. Wapo? Halafu kama umeshafika miaka zaidi ya 30 na hujaoa, tukuombee kwa Mungu. Una matatizo. Una matatizo. Wacha nikwambie, mimi nimeoa nikiwa mkubwa na miaka 32. Sasa hizi I'm running almost 50 mwezi wa 4 tarehe. Mimi siogopi kusema umri kwa sababu muda wa kufa huko pale pale. Hata ukificha time yako ya kufa is very constant. Kwa hiyo haisaidii. Tarehe 21 mwezi wa 4 my birthday 50, miaka 50. Sasa nataka nikwambie tu, kama una miaka kuanzia 35 na mwanaume hujaoa, kitu kinachoitwa ndoa kisahau. Mwanamke kama una miaka kama labda umeshazaa haina shida. Kuanzia 28 onward hujazaa, hujaolewa, sahau kitu kinaitwa marriage bond. Sahau. Yaani hapo kutakuwa na mkomao A na mkomao B. Ndoa zote za mkomao A na B hazina bondi, ni uvumilivu.
Sasa unajua kwa nini watoto wa kike wanaendelea kuzaliwa duniani kuliko wa kiume? Mnajua siri yake? Hamjui? Sikiliza nikwambie, wanawake wanatafuta power ya pesa, power ya elimu, power ya madaraka, wanadhani vitawatetea kwenye ndoa. Kila mabinti hao wa siku hizi, acha kina Mwani wamekuwa hao wa siku hizi hao wanatafuta hizo power, wanadhani zitawasaidia kwenye ndoa. Sasa kadiri wanavyofanya kutafuta hayo, wanachelewa kuingia kwenye ndoa. Ndio maana mama yako alizaa watoto wa kiume tu, kwanza aliolewa na umri mdogo. Sasa wadada wanachelewa kuolewa kwa kutafuta hizo power, matokeo yake wanazaa watoto wa kike. Mwanamke akishafika kuanzia miaka 28 kwenda mbele, asilimia za kuzaa mtoto wa kiume ni 10% out of 100. Chunguza nyumbani kwenu, sikwambii hadithi. Wewe observe nyumbani kwenu, mama yako aliolewa na umri gani na alizaa watoto gani? Kadiri ya mnavyoweka malengo ya pasenti zenu za kusoma za kufanya nini, mnaluzi uwezekano wa kuzaa watoto wa kiume. Na ndio maana dunia sasa kwa kuwa empower wanawake inazalisha wanawake wengi kuliko wanaume, kwa sababu wana delay wakitafuta fedha ili ziwatetee kwenye mahusiano. Ukimwacha asiteseke. Kwa hiyo lazima, hakuna kitu chenye faida tu. Wakati unatafuta hiki kinaangamia. Ulimwengu utajaa wanawake even 3 times more than men, and they all want to get married. Watataka jina lako tu, lakini kila kitu cha kwao wanajitegemea. And then this is obvious. Sasa bahati mbaya mabinti hawajui. Mimi na watoto wa kike 3 tu na wayatima wengine 6. Mabinti hawajui namna ya kuishi hivi. Yaani huwezi ku-identify who is wise and who is ignorant. Huwezi. They are all living in the same mood. Hakuna kitu cha namna hiyo dada yangu. Unataka ku-attract watu wa tofauti, live tofauti, ishi tofauti. Sio kama kila mtu. No what? Hata majinga mengi tu yanafanya hivyo. Sawa, kama makalio hata mimi ninayo, tafuta tofauti ni size tu. Acha kuteseka kuishi kama mtu wa kawaida. Unataka kuachieve vitu tofauti, live differently, talk differently, dress differently. You become a different. Unaji outstand kwenye community, halafu taona watu watakavyokupiki out of the mass. Sasa watu hawajui. Nenda vioni hapo, vibinti vyote vinaishi maisha yale. Mpaka unavionea huruma. Halafu vina mawazo ya kupata mtu tofauti. Wewe ni kunguru, unawaza kuolewa na bata. Bata anahalisha mwaka mzima hata kama hana ugonjwa. Ukiolewa na fisi unavumilia mizoga. Ukiolewa na kunguru vumilia udokozi. Ukiolewa na sungura unavumilia chenga. That's the principle. Kama mtu kako tu, Mungu mbadilishe mume wangu, Mungu anafanya sungura kuwa swala. Wewe ulishaokota fisi, mwambie Mungu nipe uvumilivu wa kuishi na fisi. God is not such a stupid person. Wewe umeenda porini umeokota mwenyewe nyumbu na unajua hana akili. Alafu leo unamwambia Mungu amfanye swala kuwa nyumbu kuwa swala. Look at how God is wonderful. Mungu anatushangaa. These people are stupid. Wewe umejiendea mwenyewe porini ukajichagulia nyumbu na unajua katengenezwa hivyo ili wanyama wapate chakula. Alafu unalalamika nini? Kwa hiyo naomba sana mawazo yenye tija kwa maneno ya dhahabu, kukupa hamasa, kujengea uwezo wa kufanya zaidi na kuwa zaidi. Welcome to the home of positive vibes.